Naam, fa aqulu min al-a'mali al-matluba. Al-allama anasema miongoni mwa matendo yanayotakikana, nasema kwamba miongoni mwa amali ambazo al-matluba zitakikanazo zifanywe, al-muthaba alaiha, zenye kumpa thawabu juu yake mfanyaji, ndio afdhalu thawabi, matendo yaliokuwa na thawabu kubwa zaidi. Sawa, la siyama hasa, la siyama sana sana, fi shahr Ramadan, katika mwezi mtukufu wa Ramadan. Matendo gani? Ni dirasatul ilmi wa istimaihi, ni watu kukaa wakazungumzia masala ya kiilmu katika viwanja, sawa, vya ilmu mbalimbali, vikao vya ilmu mbalimbali, lakini istimaihi, na masikizo ama kusikiliza dirasia al-ilmi. Faida bwana mtume aliwaisema, ughdu aliman qala sallallahu alayhi wasallam, wahi kuwa mwana wa chuoni, kwa maana kule kuwahi kuwa mwana wa chuoni ulisoma kabla, baadaye wakapatikana watu kuwafundisha, ndio umekuwa aliman. Ni sifa ya mtu aliyejua baada ya kusoma kwa muda mrefu. Ughdu aliman, wahi kuwa mwana wa chuoni, wapite wenzako kwa kusoma, kisha uwe ni mwana wa chuoni kuwapita wao. Naam, au mustami'an mutaalliman, sawa. Nukta thania, kama hutokuwa mwana wa chuoni, basi uwe ni mtu ughdu mustami'an mutaalliman, ughdu mutaalliman, wahi uwe ni mtu wa kujifunza basi, au mustami'an, au ni mtu mwenye kusikiliza, kupenda masikio yako yasikilize dirasi mbalimbali, sawa. Au muhibban, au uwe ni mtu mwenye kupenda tu, ay lil ulama, iwapende wanawachuoni. Wala takun khamisa fatahlika, wala usiwe ni mtu wa tano katika daraja, ukaja ukaangamia. Hukuwa mwanawachuoni, hukuwa mwenye kujifunza, wala hukuwa ni mwenye kupenda, wala kusikia tu yanayosomeshwa, huna wakati nayo kabisa. Takuni khamisa fatalika, utakuja kuangamia ukiwa ni mtu wa tano. Rawi ya maneno haya al-Imam at-Tabarani na al-Imam al-Bazzari. Waqala, bwana mtume anasema, man yeyote, shamil salaka tariqan, mwenye kuipita njia, sawa, yatlubu fihi ilman, anatafuta ndani ya njia hiyo ilmu, salaka Allahu bihi, Mwenyezi Mungu atampitisha mtu huyo tariqan ila aljanna, tariqan ila aljanna, njia ya kwenda peponi. Unaipitaje? Kwa kufanya matendo mazuri, na matendo mazuri yale ni matendo yenye kuleta thawabu ndani yake, na bila shaka bila ilmi hakuna isaba ya amali. No kullu man ya'mal amalan bighairi ilmi fa'amaluhu mardudatun la tuqbalun, iwe lazima kwa ilmu, alafu upatiwe thawabu kwa ilmu kwa matendo hayo. Hizo thawabu ndizo zinazokupa tiketi ya kwenda peponi. Hiyo salaka Allahu tariqan bihi ila aljanna, si kwamba atakushika mkono twende, kupitia amali kama matendo yako ambayo yalipatiwa thawabu baada ya kuwa yaliswihi na hayakuswihi, ila kwa sababu ilmu ilitangulia. Kwa hiyo kila kitendo kilichochema ambacho ndani yake thawabu mtu kaipata, bila shaka ilmu ilitangulia, alafu ndio matendo yakafuata, yakalipwa thawabu yake. Rawahu Abu Dawud, al-Imam Tirmidhi kadhalika, sawa, Ibn Majah kadhalika. Ay, maana yake li'annahu la tariq, hakuna njia ilivyo hasa ila maarifati llahi ta'ala, kwenda kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa bil ilmi, istithna, isipokuwa kwa ilmu tu. Unataka ufahamu hadhullah Subhanahu wa Ta'ala, heshima, lakini pia na mambo yake al-Maula Subhanahu wa Ta'ala, lazima ilmu katikati ipitike. Anafi, tena ilmu yenye manfa, sio kula ilmi, ilmu nafi'u,
iwe ni ilmu yenye manufaa fi dunia, itakayomnufaisha mtu duniani hapa, fakadhalika wal akhirah, na pia vile vile akhira. Fayajibu ala kulli mukallafin, hapa ndiko unapogundua wajibu wa kila mtu mzima, an yasala ahla alilmi, awatafute watu wa ilmu. Sawa. Ama kwenye mambo ambayo yataalaku bi amri dini, yanayofungamana na muamala wa mambo ya dini yake, awatafute watu wenye ilmu. Wa maashihi, si mambo ya dunia peke yake, lakini na mambo ya maisha yake apate kuyajua kwa watu wenye ilmu. Ahlu alilm, ahlu alimesikiliza mudhafu hiyo, ahlu alilm, lakini mudhafu ilayhi ana maarifa. Kwanza kuna vitu hapo vinaongezeka, ahlu alilm, sio ahlu ilmi, ahlu alilm, watu walio watambuzi kisawasawa. Si kila anayejua basi anafaa aulizwe. Kuna wengine wanajua lakini si kwa namna ambavyo inatakikana wajue. Utamuuliza mtu atakujibu ni jawabu, lakini je liko sahihi? Asaba mimma ajaba, hapo ndio mushkil unapoanzia. Man tafaqaha fi dinillah, yeyote mwenye kujifunza ilmu sharia katika dini ya Mola azza wa jalla, kafahu Allah, Mungu atampa. Sawa, na atamtosheza ma ahamahu, yale atakayo sawa msumbua katika maisha yake. Warazaqahu min haythu la yahtasib, na Allah atampa riziki kiasi ambacho kwa njia ambayo hatoitegemea. Rawahu al-Khatib fi tarikh. Sawa, Mwenyezi Mungu anasema fasalu ahla dhikri, sikiliza, fasalu ahla dhikri, waulize watambuzi. Ahla sawa ni mudhaf kwa sababu ndio mafulun bi. Fasalu ahla adhikri ni mudhafu ilayhi, lakini imekuja kimaarifa kuonyesha si kila wanaojua. Ahla dhikri sio watu wa dhikri, ahla dhikri watu watambuzi, ndio ahla almaarifa, ndio ahla dhikri. Kwa sababu watu wanaokusudiwa hapa wametajwa ahla dhikri, bila shaka walipojua kwamba umuhimu wa mambo mbalimbali, ikawa kila wakati wanamtaja Allah. Watambuzi wajuzi ndo ahla dhikri. In kuntum, kama nyinyi mtakuwa la taalamuna, hamfahamu chochote. Lakini pia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema al-ilmu khazainu mafatihuha as-su'alu, ilmu ni khazina ambayo imejificha pahala. Ni sawa sawa na kama unavyoona lulu imechimbiwa pahala, khazina kubwa sana, lakini mafatihuha, funguo yake elimu hiyo ni as-suali, kwa mtu anauliza. Ala fasalu, jueni basi ulizeni, rahimakumullah, Allah atakurehemuni. Fa innahu yujarun fi, ndani yake katika maulizo panapatikana ujira. Arbatu sailu, wanapatikana ndani ya kuuliza. Ndani ya masala panapatikana ujira kwa watu wanne. Sikiliza, bwana Mtume anasema arba'atu sawa, fa innahu yujar lilmajhuli, panapatikana ujira fihi, ndani ya kuuliza, arba'atu, watu wanne. Asailu, anapata ujira mwenye kuuliza, wal alimu, na mtambuzi muulizwaji, wal mustami, na anayeuliza sawa, anayesikia suala, lakini wal muhibbu lahum, na yule mwenye kuwapenda watu hawa wanapata ujira wote, sio Riwaya ya Abu Nuaim katika Al-Hilya, kitabu hichi unayakuta maneno haya. Inshallah naweka kituo katika ukurasa huu wa 5, tuje tuondoke na la yanbaghi liljahil ay yaskuta ala jahli wala lilalami, alimi, so alami ni ulimwengu, wala lilalimi an yaskuta ala ilmi. Haya maneno ndio ambayo unayakusudia tuje tuondoke katika ukurasa wa 5. Naam.